na mgonjwa, mtu anafika na mgonjwa, anakuta mtumishi wa umma ambaye amesomeshwa kwa kodi za Watanzania amepata nafasi adhimu ya kuajiriwa, ambayo nafasi hiyo wanatamani wengi. Watu wamefika na mgonjwa, wamezidiwa, yeye anaendelea kuchati tu mpaka wamguse bega. Unajua tumekuja na mgonjwa hapa. Hatuwezi tukaenda hivyo. Na mimi haya wala hatumumunyi maneno. Mimi si watu wa kutafuta kupendwa na kila mtu akuone wewe ni Mr. Nice. Lazima misingi ya uwajibikaji tuisimamie, na nawaelekeza na wengine wote. Umepewa kipande cha kusimamia. Simamia kazi ifanyike. Watu wakupende kwa kazi, sio wakupende kwa kuwa wewe ni mtu poa. Hata mababa askofu wana safari ya kwenda mbinguni, lakini hawajai kumkemea shetani kwa upole basi, ili waonekane wana safari ya shetani. Toka basi wewe, unajua mimi naenda mbinguni. Hatuwezi kulinda uovu kwa sababu tunataka kulinda urafiki. Kwa hiyo ukifika ofisi ya umma ukiona huduma inayotolewa inawalakini, hebu tujue aina ya mtu huyo anayetoa huduma. Hivi ndivyo wenzetu tunaopenda kuwatolea mifano wanavyofanya. Watu wana commitment. Kujitoa kwao kuwezesha huduma ama yale ambayo mwananchi anahitaji uwezesho toka serikalini yaweze kufanyika kwa uharaka na kwa ufanisi mkubwa, na kwa kuzingatia hivyo viwango. Kwa hiyo haya nimesema tu kwa ufupi, yako mengi, lakini tunaendelea kuyasimamia ndani ya serikali, na huo ndio mwongozo ambao Mheshimiwa Rais ametoa. Na bahati nzuri sana Mheshimiwa Rais ameendelea kuyasema haya hadharani, yanayohusu matumizi bora ya rasilimali, lakini pia na kuziboresha huduma wananchi wanazotakiwa kuzipata. Kwenye dira yetu tumeweka 70% ya utekelezaji wa dira. Mtekelezaji ama mwezeshaji ni sekta binafsi. Watu wakisikia sekta binafsi wanadhani ni wakurugenzi fulani hivi wa mashirika. Hapana. Sekta binafsi ni pamoja na wewe unayelima, ni pamoja na wewe unayechukua yale mazao unaenda unayabadilishia, unayaongezea thamani, ni pamoja na wewe unayeenda kuuza. Mnyororo wote ule ni sekta binafsi. Sasa ni lazima tuheshimu hiyo sekta binafsi. Kwa hiyo kuna mengine tunayafanya kwa kubadilisha sheria, kuna mengine lazima tubadilishe tabia na namna tunavyotekeleza majukumu haya. Yale ya sheria tumeyabadilisha mengi, tutaendelea kuyasema. Tumeongeza 5% kwa ajili ya kujenga miundombinu ya maeneo ya kufanyia biashara. Lakini tumesema tutalea biashara kwa takriban mwaka mzima kwa biashara zinazoanza kabla hawajaanza kulipa kodi. Lakini pia tutaendelea kuzibadilisha sheria zile ambazo zinasababisha umaskini kwa watu wetu. Kwa mfano, nilipopita kule Serengeti nimewaambia wako wafugaji wengi. Tunaenda kuifuta sheria inayotaifisha mifugo ya Watanzania, kwa sababu tumeona katika baadhi ya maeneo haijafanyika vizuri. Bunge lijalo tunaenda kufuta sheria ya kutaifisha mifugo ya Watanzania. Lakini maeneo mengine nimeelekeza vyombo vya udhibiti tusiwanyang'anye Watanzania vitendea kazi, iwe bajaji, iwe bodaboda, iwe gari. Eti amefanya kosa anahitaji faini, msimnyang'anye bajaji yake au bodaboda yake.
Ninyi mnamjua, ana kitambulisho cha uraia, kituo chake cha bodaboda mnakijua. Sasa amefanya kosa linahitaji faini, mnachukua pikipiki. Atalipaje hiyo faini? Hicho ndo kitendea kazi chake. Lazima tulinde mitaji ya watu wetu. Wewe ukiona ni sahani ya maharage ya mamalishe, kwake yeye ni ofisi, ni mtaji. Lazima tulinde mitaji ya watu wetu. Tumekubaliana aina ya makosa ambayo pikipiki ama gari ikikosea, ni kweli hiyo hatukurudishi. Tunakubaliana kama nchi, pikipiki ikishiriki kwenye wizi wa kutumia silaha, kosa hilo halina dhamana, ni kweli hatuwezi kuirudisha. Gari imebeba pembe za ndovu, tunajua hilo kweli ni kosa halina dhamana. Ama pikipiki imeshiriki kwenye mauaji, hatuwezi tukaruhusu. Imeshiriki kwenye ubakaji, hatuwezi tukaruhusu. Lakini kweli haya ya kwamba hujachana nywele, si umepita hapa ukusimama, mambo ya lazima tuiheshimu sekta binafsi. Lazima tuheshimu shughuli za uzalishaji. Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano huo, na tumeona ni mfano, tumeona ni hatua zinalipa. Mheshimiwa Rais alisema msichukue fedha za wafanyabiashara kwenye akaunti zao, msifunge akaunti, msiwakadirie, msiwabambike watu kodi zaidi ya inayotakiwa kutozwa. Tumeona, na mimi nimekuwa shahidi kwa sababu nilikuwa pale hazina. Mapato yameongezeka kutoka trilioni 1.2 2021 mpaka hivi majuzi rekodi kubwa zaidi ilifikiwa trilioni 3.5. Nini? Ni ile tu kuheshimu shughuli za uzalishaji. Wazee wetu wafugaji walikuwa wanatufundisha hivyo. Kabla hujataka sana kukamua maziwa mengi, hakikisha ng'ombe unayetaka kumkamua ameshiba. Si ndio hivyo Kwa hiyo haya tutaendelea kuyasisitiza. Sasa kwa maslahi ya muda, niseme tu jambo moja la mwisho. Haya yote ambayo tumeyasema, mipango ya serikali, dira ya taifa, ilani ya uchaguzi, na hata mipango binafsi ya mtu mmoja mmoja, na hata mipango yenu ya Msoma vijijini, yote haya hatuwezi kufanikisha kama nchi yetu haitakuwa salama, kama nchi yetu haitakuwa na amani na utulivu. Hatuwezi tukafanikiwa kama nchi yetu haitakuwa salama, kama nchi yetu haitakuwa na amani na utulivu, hatutaweza kufanikisha mpango wote ule. Kwa hiyo niwaombe wana Msoma vijijini, wana Mara, wana Majita, kila Mtanzania, kila mwana Msoma vijijini atambue kuwa jukumu la ulinzi na usalama wa nchi yetu ni la kila Mtanzania. Na amani na usalama wa Msoma vijijini, mnufaika wa kwanza ni wewe mwenyewe mwana Majita, ni wewe mwenyewe mwana Msoma vijijini. Na kinyume chake ni hivyo hivyo. Amani ya Msoma vijijini ikivunjika, mwathirika wa kwanza ni wewe mwenyewe mwana Msoma vijijini. Kwa kila moja aone ana wajibu huo. Tumeona katika baadhi ya maeneo watu wakiwa wameambiwa na watu, tena watu wenyewe hao hawako hata hapa Tanzania, wanawaambia siku fulani nendeni mkachome na hospitali, mkachome na shule, mchome na barabara. Mimi niwaambie, ni barabara, shule, hospitali, mahakama si mali ya serikali. Hiyo inaitwa mali ya umma. Umma wenyewe ni wewe mwenyewe. Leo hii ukiharibu barabara hapa Majita,
mwathirika wa kwanza wa kukosa barabara ni wewe mwenyewe. Ukiharibu hospitali hapa Msoma vijijini, mwathirika wa kwanza ni wewe mwenyewe mwana Msoma vijijini. Labda niongee kwa mfano kabisa. Hivi ninyi hapa mkachoma hospitali, watu wa Nkasi watakosa hospitali? Watu wa Rukwa watakosa hospitali? Nani atakayekosa? Asante sana Wajita, mna akili sana. Ndio maana na mbunge wenu ni profesa. Amesema sisi Wajita hatuchomi. Na profesa yuko salama. Tuendelee kuambia na maeneo yote mkoa wa Mara. Mnufaika wa kwanza wa amani ya mkoa wa Mara ni mwanamara mwenyewe. Na mimi nimekuja kuambia, mimi ni ndugu yenu. Katika utafutaji tulihamia kule Singida, tuko Iramba ya Singida, lakini siku mkirudisha urithi wa kurithi kwa babu na bibi, tutarudi Iramba ya Mara, tule na kichuri, tutarudi. Mwenda kwao sisio mtoro. Tutarudi. Si hata profesa alienda kufanya kazi mpaka Afrika Kusini, baadaye akarudi. Na sisi tutarudi. Kuna mama na ujumbe wangu. Haya, aanze kusogea kabisa kwenye maiki huku. Majita oye! Majita oye! Huyu anataka kutisha watu huyu. Haya, sasa tuende kwenye kusikiliza hoja.